Mwaka 2006 ulimwengu ulishangazwa na tukio hili la kijasusi, lakini lilikuwa halisi kabisa. Ni la Alexandra Litvinenko, jasusi wa zamani wa Russia, aliyekimbilia zake Uingereza. Aliuawa kwa njia ya kikatili kwa kutumia sumu ya mionzi ya Polonia 210. Moja ya sumu hatari zaidi kuwahi kutokea. Huyu Alexandra Litvinenko alikuwa nani? Alexandra Litvinenko alikuwa afisa wa zamani wa KGB na baadaye FSB, yani shirika la ujasusi la Russia. Mwaka 1998 akiwa bado ndani ya mfumo, aliongea na waandishi wa habari na kutangaza kwamba alikuwa amepewa maagizo ya kumuua tajiri wa Russia Boris Berezovsky. Jambo ambalo lilikuwa kinyume kabisa na maadili ya kijasusi. Kitendo hiki kilimfanya kuwa adui wa ndani kwa ndani wa Kremlin. Baada ya kushikiliwa na kufunguliwa mashtaka kadhaa ya uongo, Litvinenko alikimbilia zake Uingereza mwaka 2000. Akapata uraia wa Uingereza mwaka 2006. Huku akiendelea kuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Vladimir Putin, hasa akifichua ushawishi wa kihalifu ndani ya serikali yake. Mnamo tarehe 1 Novemba mwaka 2006, Litvinenko alikutana na wanaume wawili wa Russia, Andrei Lugovoi na Dmitry Kovtun, katika hoteli ya Millennium huko London. Walikubaliana kuonana kwa minajili ya kufanya mazungumzo ya kibiashara. Basi bwana, Litvinenko aliagiza chai na kuinywa. Ndani ya dakika chache alianza kuumwa vibaya, kuanzia kutapika, kuharisha, na mwishowe figo zake na viungo vyake vikashindwa kufanya kazi mara moja. Baada ya Alexandra Litvinenko kuanza kuonyesha dalili za sumu, Andrei Lugovoi na Dmitry Kovtun waliondoka Uingereza haraka sana. Lugovoi aliondoka Uingereza tarehe 3 Novemba mwaka 2006, zikiwa ni siku mbili tu baada ya tukio la kumpa sumu Litvinenko. Kovtun pia aliondoka na Uingereza kwa siku zinazofuatana, wote wakirudi Moscow kwa kutumia ndege tofauti tofauti. Waliondoka Uingereza bila polisi wa Uingereza kuwazuia, kwa sababu wakati huo polisi hawakuwa na ushahidi wa moja kwa moja kuwahusisha na shambulio hilo. Lakini pia dalili za kuugua kwa Litvinenko zilianza polepole, zikianza kama ugonjwa wa tumbo wa kawaida tu, na wala hakukuwa na mashaka ya haraka kwamba alipewa sumu. Baada ya uchunguzi wa kina na usaidizi wa wataalamu wa mionzi, iligundulika kuwa mwili wake ulikuwa umejaa sumu ya Polonia 210, moja ya isotopu ya hatari zaidi duniani. Hii sumu ikagundulika kwamba ilikuwa imetengenezwa kwenye maabara ya serikali, na uwepo wake ulionyesha wazi hili lilikuwa shambulio la serikali ya Russia. Litvinenko alilazwa hospitali kwa wiki 3 akizidi kudhoofika sana. Na katika siku za mwisho alitoa taarifa iliyorekodiwa akimtuhumu moja kwa moja Rais Vladimir Putin kwa kuhusika na njama hiyo. Ninaweza kusema bila chembe ya shaka kuwa haya hayawezi kutokea bila idhini ya juu kabisa ya mamlaka ya Russia, alisema Litvinenko kabla ya kufariki dunia tarehe 23 Novemba mwaka 2006, akiwa na umri wa miaka 43. Serikali ya Uingereza ilifanya uchunguzi wa kina, na mwaka 2016, baada ya miaka 10 ya uchunguzi wa kimahakama, ilithibitishwa rasmi kuwa Russia kupitia FSB ilipanga na kutekeleza mauaji hayo.
na kwamba Putin aliruhusu au aliidhinisha operesheni hiyo. Sasa basi swali ambalo unaloweza kujiuliza ni kwa nini Litvinenko alilengwa? Litvinenko alikuwa na sababu nyingi za kulengwa. Kwa sababu kwanza alifichua uhusiano wa Russia na makundi ya kihalifu, lakini pia alitoa ripoti kwamba FSB ilihusika na milipuko ya mabomu kwenye nyumba za makazi ya watu nchini Russia mwaka 1999, ambayo ilihalalisha vita vya pili vya Chechnya. Alimkosoa vikali Putin na hata kuandika makala akimhusisha na unajisi wa kisiasa na mauaji. Lakini lingine, alikuwa akifanya kazi na intelijensia ya Uingereza MI6 na kushirikiana na serikali ya Uhispania kuwasaidia kufichua mtandao wa wahalifu wa Russia nchini humo. Hii ndio sababu hasa iliyompelekea kulengwa. Tukio hili liliwaibua wanasiasa wa Uingereza na dunia nzima. Serikali ya Uingereza iliwatimua wanadiplomasia wa Russia na uhusiano kati ya London na Moscow ukadhoofika sana. Baadaye Lugovoi alipewa ubunge wa Duma, yani bunge la Russia, cheo kinachompa kinga ya kisheria dhidi ya kushtakiwa au kutolewa kwa taifa jingine. Wote wawili wameendelea kuishi huru nchini Russia hadi leo, licha ya Uingereza kuwaona kama wauaji waliotumwa na serikali ya Russia au kwa baraka za ngazi za juu. Mwisho Litvinenko alikufa akijua kuwa ukweli wake ulikuwa na gharama kubwa, lakini tukio lake lilibadilisha jinsi dunia inavyotazama operesheni za siri kutoka mashariki. Russia kwa mara nyingine tena ilionekana kuwa tayari kutumia njia za hatari zaidi kuhakikisha sauti za wapinzani wake hazisikiki. Kisa hiki kinaendelea kuwa fundisho kwa dunia ya leo, kuwa katika karne ya 21 bado usaliti, hofu na hila za kijasusi hazijapotea, bali zimevaa sura mpya, zenye sumu isionekana lakini yenye nguvu ya kuua. Mimi naitwa Ananias Edgar.